Leo nataka nizungumzie mojawapo ya vitabu ambavyo katika lugha ya Kiingereza vinafahamika kama Gnostic Gospels au Apocrypha, New Testament Apocryphas, ambayo inafahamika maarufu kama Injili ya Maria Magdalena. Sasa kumejitokeza baadhi ya Waislamu sasa hivi mitandaoni huku wanawapa Wakristo hichi kitabu au wanaonyesha hii Injili ya Maria Magdalena kudai kwamba ni mojawapo vitabu ambavyo kanisa, na wakipeleka mashtuma hayo kwa kanisa Katoliki kwamba ni vitabu ambavyo vilifichwa na kanisa huko nyuma, huko enzi za kale, ili kuondoa ukweli kuhusu imani ya Kikristo. Wanatumia hivi vitabu baadhi yao, kwa mfano hii Injili ya Maria Magdalena, Injili ya vingine kwa mfano Pseudo Gospel of Matthew na vingine kama hivyo, kujaribu kujenga hoja kwamba hivi vitabu vilifichwa. Lakini nataka leo tuijadili hii Injili ya Maria Magdalena, kwa sababu kanisa halikuwahi kukubali hii Injili ya Maria Magdalena, lakini nitaingia katika historia kidogo kueleza kwa nini. Kwa mfano, kwa mujibu wa watafiti wa maandiko, wanapoichunguza kwa kutumia zile nakala za kale za baadhi ya masalia hii Injili ya Maria Magdalena, inafahamika kwamba Injili hii iliandikwa mwishoni mwa karne ya pili. Inaaminika kati ya mwaka 150 mpaka 180 hivi baada ya kufa Yesu Kristo. Sasa huu ndio inapoaminika kwamba Injili hii uwezekano mkubwa au kitabu hiki kiliandikwa wakati huo. Sasa japo makala ambayo yanapatikana kwa sasa hivi ambayo ni ya kale zaidi, inaaminika nakala hii labda ilinakiliwa kwenye karne ya 3 hivi, lakini kwa mujibu wa wataalamu wanapochunguza nakala hizi za Kigiriki na namna uandishi wake, inaaminika ni uandishi ambao ni wa karne ya pili huko. Kwa hiyo kimsingi, kwa mujibu wa utafiti wa wataalamu wa maandiko, hii Injili au hiki kitabu kinafahamika kama Injili ya Maria Magdalena si Injili iliyoandikwa kwenye karne ya kwanza wakati wale watumishi au wafuasi wa Kristo wakiwa hai. Ilikuja baadaye sana. Sasa kuna hoja kuu 3 kwa nini Wakristo wanapinga kwamba hii Injili ya Maria Magdalena si kitabu cha kikanuni na hakikubaliki katika mafundisho ya Kikristo. Kuna sababu kuu 3. Sababu ya kwanza ni kwamba japo kitabu hiki kinasemekana kiliandikwa na Maria Magdalena, lakini kwa mujibu ya utafiti ni kwamba kitabu hiki kinawezekana kabisa pasipo shaka kiliandikwa kwenye karne ya pili, na kwamba kimepewa tu jina la Maria Magdalena na mtu ili kiweze kupata kukubaliwa, lakini haiwezekani kabisa kitabu hiki kwamba kiliandikwa na yule mfuasi wa Kristo ambaye alifahamika kama Maria Magdalena. Hilo kwa mujibu wa watafiti halina shaka kabisa. Kwa hiyo sababu kubwa kwa nini kitabu hiki hakichukuliwi kama ni Injili au kitabu cha kikanuni katika mafundisho ya Kikristo ni kwa sababu hakikuandikwa aidha na mashahidi wa Kristo mwenyewe au mfuasi aliyekuwa ametoa taarifa hizi kutoka kwa mashahidi moja kwa moja. Kwa mfano, Injili ya Marko haikuandikwa na wale wa mashahidi wa Yesu Kristo, lakini Marko alikuwa ni mwanafunzi wa Petro. Kwa hiyo anaandika yale ambao ameyatoa kwa mashahidi ambao walimuona Yesu Kristo na walimsikia na waliishi naye. Kadhalika Luka naye, huyu Luka alikuwa ni mwanafunzi wa Paulo, lakini pia aliishi na mwinjili Yohana, ambaye Yohana alikuwa ni mojawapo ya wale wanafunzi wa kwanza wa Kristo. Kwa hiyo unaposoma Luka mwenyewe unaona hata anapoiandika anasema kwamba anaandika kutoka kwa mashahidi waliowasikia na kuyaona. Sasa unapokuja katika Injili hii ya Maria Magdalena, inakosa sifa hii ya kwanza na ya msingi kabisa katika hizi Injili kutambulika kama ni mojawapo ya Injili. Na jambo jingine la pili ni kukosekana na ulinganifu wake wa kiteolojia, kwa sababu yanayofundishwa katika Injili hii inayoitwa Injili ya Maria Magdalena au kitabu hiki kinafahamika kama Injili ya Magdalena, ndani mwake unaona teolojia iliyomo mle ndani inakinzana kabisa na teolojia ambao Wakristo wamekuwa wakifundisha au mafundisho ya teolojia yake ambayo yanakwenda kinyume na mafundisho ya Kikristo toka karne ya kwanza. Lakini si hayo tu, lakini yanakwenda kinyume kabisa hata katika mafundisho ya Kiyahudi ambayo yalikuwepo kabla ya Kristo. Jambo jingine kwa nini nakosa kukubalika ni kwa sababu katika umoja wa Kristo, yani tunasema Universal Church, ni kwamba Injili hii au kitabu hiki hakiwahi kujulikana miongoni mwa Wakristo. Hakiwahi kujulikana. Kwa mfano,
unapokwenda katika maandiko ya walimu wa kwanza wa kanisa, hakizungumziwi kabisa hichi kitabu. Kwa hiyo kilikuwa hakijulikani, na kwa sababu hakijulikani, maana yake kitabu hiki hakikuwa sehemu ya vitabu ambavyo Wakristo walivijua na walivisoma na kuvifanyia utafiti na kuvifundisha. Havikuwepo. Sasa tunapokuja katika ile hoja ya kwanza kuhusu teolojia ya Injili ya Maria Magdalena, tunaona kwamba teolojia yake imekaa katika mrengo wa ile imani ya mafundisho ambayo yalijitokeza katika karne ya pili mpaka ya 4, au yanafahamika kama mafundisho ya kiagnostic au gnostic teachings. Na huo ni mrengo wake, lakini pia yana mrengo wa imani ya Kigiriki, yani Hellenistic theologies. Ndio unapoisoma Injili hii au kitabu hiki unakuta kina mrengo wake haujakaa katika mrengo wa Kiyahudi, mafundisho ya imani ya Kiyahudi au ya Kikristo kutokea karne ya kwanza. Tunaona kwa mfano katika sura ya 4 ya kitabu hiki Petro anamuuliza Yesu kuhusu dhambi. Yesu anasema hakuna dhambi, lakini ndivyo mnavyofanya nyinyi, yani kwamba nyinyi wenyewe ndio mnafanya dhambi mnapofanya yanayofanana na asili yenye uzinzi. Kwa hiyo mafundisho unayoona humu ndani ni mafundisho ambayo yako kinyume kabisa na mafundisho ambayo yametangulia kutoka katika enzi za mafundisho ya Kiyahudi kabla ya Kristo na mpaka kuja katika Wakristo wa karne ya kwanza na kuendelea. Yanakinzana. Na kwa mfano hii Injili unapoisoma au hichi kitabu cha Maria Magdalena tukisoma, wanapozungumzia habari ya mwili, ni mafundisho ambayo yanachukulia mwili kama ni kitu kichafu ambacho kinatakiwa kuharibiwa, na kwamba iko siku mwili huu utarudi katika asili yake ambayo anguko la mwanadamu lililetea hivyo. Kwa hiyo ni kitabu ni mafundisho ambayo kimsingi yanapozungumzia mwili au yanapozungumzia maada kwa ujumla wake, inaleta nadharia ambayo haipo kabisa katika imani za Kiyahudi na katika imani ya Kikristo. Ni ukinzani mkubwa kabisa. Na nilizungumzia ile kwamba Injili hii haikuandikwa na mashahidi wala waliokuwa wanafunzi mashahidi wa Kristo, wa maisha ya Kristo. Sasa jambo jingine, kwa mfano tunapozungumzia kuhusu Injili hii haikutambulika, haikuwahi kujulikana katika Wakristo kutoka karne ya kwanza. Kwa mfano unapoenda katika mababa wa kwanza wa kanisa, kwa mfano Irenaeus, Tertullian na Origen na walimu wengine wa kwanza wa kanisa, wote huoni katika maandiko yao wakizungumzia hichi kitabu au maandiko haya yanofahamika kama Injili ya Maria Magdalena, kwa sababu kina Tertullian, kina Irenaeus na kina Origen waliandika kwa kina dhidi ya baadhi ya mafundisho ya uongo na baadhi ya vitabu ambavyo vilijitokeza katika karne ya kwanza, ya pili na ya tatu. Wao hasa katika karne ya kwanza hao wanaandika baadhi wanaandika na kuvikosoa vitabu, lakini huoni wakizungumza hichi kitabu. Kwa hiyo ina maana kwamba kitabu hiki hakikuwahi kujulikana kabisa miongoni mwa Wakristo kabisa, na ndio hoja kwa nini sisi Wakristo tunapinga. Na wewe ndugu yangu Muislamu ufahamu kwamba unapowapelekea Wakristo Injili ya Maria Magdalena, utambue unaita kitabu ambacho kimsingi ni kitabu cha hovyo, kiliandikwa na watu ambao ni wapinzani wa Ukristo, sio Wakristo wenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu Mkristo ambao unaangalia video hii, hii ni ndio jambo la msingi la kulifahamu, na uwe na imani thabiti na usimame katika imani yako kwamba hichi ni kitabu ambacho ni cha kukipuuza tu. Kwa hiyo imani yako isitetereshwe na hiki kinachoitwa Injili ya Maria Magdalena. Mungu akubariki sana.